Habari za wakati huu na karibu tena. Ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanajiri sasa hivi nchini Tanzania, hasa katika nyanja za kisiasa. Habari za hivi punde ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania sasa limetoa taarifa hii kwa umma na raia wake kote Tanzania kuhusu maandamano mengine yaliyochochewa ama yaliyoratibiwa kufanyika mnamo tarehe 9 Disemba mwaka huu 2025. Kabla ni kujuza ripoti hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii. Mazungumzo ya usalama wa taifa nchini Tanzania yamezidi kupamba moto hii leo ya msemaji wa jeshi la polisi la Tanzania David Misime kutoa taarifa ya kina na kufahamisha umma kuwa jeshi la polisi la Tanzania linaendelea na uchunguzi wa kina kuhusu makundi yanayosadikiwa kutumia mitandao ya kijamii kusambaza ujumbe wa uchochezi na kuratibu vitendo vinavyoweza kuharibu utulivu wa umma mnamo tarehe 9 Disemba. Taarifa hiyo iliyosambazwa sana kwa vyombo vya habari leo imesisitiza kuwa mamlaka hiyo na jeshi la polisi inafuatilia kile wanachokieleza kama mitandao iliyopangwa inayoshukiwa kuchezea nafasi za mtandaoni kuhamasisha machafuko mnamo tarehe 9 Disemba. Katika ufafanuzi wake wa kina, Misime alifichua kuwa jeshi la polisi wanamshikilia Ambrose Lionce Dede ambaye ni mlinzi wa kampuni la African Safari na mwanachama wa chama cha upinzani cha Chadema. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, Dede anashukiwa kuratibu na kuendeleza shughuli zisizo halali kupitia kundi ama group ya WhatsApp inayojulikana kwa jina la Sauti ya Watanzania. Misime alibainisha kuwa kundi hilo limekuwa chini ya uangalizi kwa wiki kadhaa, huku maafisa wakiona mifumo ya mawasiliano ambayo inadaiwa kuchochea machafuko ya kiraia mnamo Disemba tarehe 9. Msemaji huyo wa jeshi la polisi alieleza kuwa Dede alikamatwa katika makutano ya Makiungu wilayani Ikungi mkoani Singida kufuatia msako mkali ulioongozwa na vyombo vya habari wachanganuzi. Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi alisema wamepata ushahidi unaoonyesha kuwa Dede ambaye ni mwanachama wa Chadema upinzani alikuwa mmoja wa wasimamizi wa kundi hilo la WhatsApp na anadaiwa kufanya kazi na watu binafsi ndani na nje ya nchi ili kuandaa fujo hilo la tarehe 9 Disemba. Msemaji huyo wa polisi alisisitiza kuwa ushirikiano huu ulikuwa wa hali ya juu na ulihusisha tabaka nyingi za mawasiliano zilizoundwa ili kukwepa kutambuliwa. Akipanua swala hilo zaidi, Misime alieleza kusikitishwa na ongezeko la matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuhamasisha wananchi wa Tanzania katika vitendo vinavyoweza kusababisha vurugu na machafuko. Alisisitiza kuwa baadhi ya makundi hayo yanafadhiliwa na vyanzo visivyojulikana na visivyodhibitiwa, na hivyo kupendekeza kuwa baadhi ya watu wanatumia udhaifu wa wananchi wa kawaida kuendeleza ajenda za kisiasa na kijamii. Kulingana na polisi wa Tanzania, wafadhili hawa wanasalia kutengwa na matokeo ya machafuko wanayojaribu kuunda, wakati raia wasio na hatia ndio wanaobeba mzigo wa vurugu na machafuko yoyote. Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi Tanzania aliwataka wananchi kuendelea kukumbuka gharama za binadamu zinazotokana na machafuko ya maandamano, akisema kuwa wanaopanga na kuchochea vurugu hawapati madhara yake ila ni raia wa kawaida wanaodhurika. Msemaji huyo wa jeshi la polisi alithibitisha zaidi kuwa uchunguzi kuhusu mtandao unaodaiwa kuwa wa Dede bado unaendelea na kwamba watu wengine zaidi wanaweza kukamatwa. Mamlaka imeapa kuwatambua na kuwaweka kizuizini mtu yoyote atakaye ama anayehusika na makundi sawa na hayo, ikisema kuwa lengo ni kuhakikisha kwamba hakuna jukwaa la kidijitali au vinginevyo linakuwa chombo cha kuvuruga amani ya taifa mnamo tarehe 9 Disemba. Polisi pia walitoa wito kwa raia kuchukua jukumu kubwa kwa kuripoti mawasiliano au shughuli yoyote wanayoshuku inaweza kuwa na lengo la kuyumbisha nchi. Hali hii ya usalama imeimarishwa huku Tanzania ikiendelea kukabiliwa na mvutano unaohusishwa na maandamano yaliyopangwa kufanyika tarehe 9 Disemba. Vuguvugu ambalo lilikuwa limepata nguvu miongoni mwa makundi ya watu wanaodai uwajibikaji na mageuzi ya kisiasa. Maandamano yaliyopangwa tarehe 9 Disemba ambayo mamlaka na jeshi la polisi yameyaita kuwa ni kinyume cha sheria
yalizingatiwa na wananchi wengi kama kielelezo cha kuongezeka kwa kuchanganyikiwa na hali ya kiuchumi, kupungua kwa nafasi ya kiraia na majibu ya serikali kwa ukosoaji wa umma. Katika mijadala minne tofauti mapema mwezi huu, wachambuzi walieleza kuwa maandamano ya tarehe 9 Disemba yamekuwa kitovu cha mjadala kitaifa na kimataifa. Wengi walishangaa kama msimamo wa serikali unaozidi kuwa wa udhubutu, pamoja na kukamatwa, uchunguzi na maonyo ya umma, ulionyesha wasiwasi mkubwa kuhusu ukubwa unaowezekana wa maandamano hayo. Maandamano hayo ya Disemba tarehe 9 yalikuwa muhimu hasa kwa sababu yaliambatana na siku ya uhuru wa Tanzania. Kulingana na waandaaji wa maandamano hayo, tarehe iliyosheheni maana ya ishara nchini Tanzania. Waandalizi wa maandamano hayo wamedai kuwa wakati huo ulikuwa mwafaka kwa raia kurudisha sauti yao ya kidemokrasia nchini, huku maafisa wa serikali na jeshi la polisi wakishikilia kwamba mkusanyiko wote usioidhinishwa siku hiyo ungefasiriwa kuwa ni jaribio la kimakusudi la kuliaibisha taifa. Kutokubaliana huku kulichochea zaidi maslahi ya umma na kuongezeka kwa uchunguzi wa wale wanaodaiwa kuhusishwa na kuhamasisha tukio hilo. Katika ripoti za awali, waangalizi wa kisiasa walionyesha kuwa mivutano iliyozingira maandamano ya tarehe 9 Disemba ilikuwa sehemu ya mwelekeo mpana wa kutokuwa na uhakika wa kisiasa. Hii ni pamoja na mapigano ya hivi karibuni kati ya watu maarufu kama vile aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema na kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe, ambao kutoelewana kwao hadharani kuhusu mkakati wa kisiasa na siasa za ukombozi kuliibua nyufa za kiitikadi ndani ya upinzani. Kutokubaliana huko kulizidisha mijadala inayozunguka juhudi za uhamasishaji wa raia. Mashirika ya haki za binadamu pia yamepima maendeleo ya hivi punde, yakisema kuwa kuhojiwa na kukamatwa kwa watu binafsi kulingana na mawasiliano ya mtandaoni kuna hatarisha kudhoofisha uhuru wa raia. Walibainisha kuwa sheria zinazosimamia kujieleza mtandaoni lazima zitumike kwa uangalifu ili kuepuka kuharamisha upinzani au kukatisha tamaa ushiriki wa kisiasa wa amani. Vikundi kadhaa vilisisitiza kuwa mifumo ya kidijitali ni nafasi muhimu kwa ushiriki wa umma na haipaswi kuchukuliwa kama tishio la asili. Wakati huo huo, serikali inashikilia kuwa hatua zake ni za kuzuia na za lazima. Maafisa wakuu wanasisitiza kwamba tathmini za kijasusi zinaonyesha mwelekeo unaokuwa wa watu binafsi wanaotumia njia za mitandao ya kijamii kuchochea umma kuandamana, mara nyingi kwa taarifa potofu au madai yaliyotiwa chumvi. Wanasema kuwa serikali ina jukumu la kuingilia kati kabla ya uhamasishaji kama huo kuzidi kuwa vurugu zaidi, wakiashiria matukio ya zamani ambapo habari potofu zilisababisha hofu ya umma na usumbufu katika miji mikubwa. Operesheni hii ya hivi punde ya polisi pia imezua mijadala kuhusu mipaka ya hatua za usalama wa taifa. Baadhi ya wabunge wameitaka serikali kusawazisha masuala yake ya kiusalama na kuheshimu haki za kikatiba, wakionya kuwa mbinu za uchokozi kupita kiasi zinaweza kuwatenganisha vijana ambao tayari wanahisi kutengwa katika michakato ya kisiasa. Walipendekeza kuwa mazungumzo ya wazi na elimu ya uraia inaweza kuwa na ufanisi zaidi katika kupunguza mivutano hiyo.